Tumaini letu. Ndugu wanahabari, sisi ni waumini wa Katoliki. Tunamshtaki Askofu Ruwacha na Padre Kitima kwa Papa. Sisi ni Makiredeo Shilinde na Lucy Michaeli kwa niaba ya waumini wa Kanisa Katoliki zaidi ya waumini 120 kutoka katika mkoa wa Dar es Salaam na mikoa mingine Tanzania. Tuna utaarifu umma kwamba tumechukua hatua rasmi kikanuni kuwasilisha pentestation nzito kwa Baba Mtakatifu wa 16 kupitia ubalozi wa Vatican nchini Tanzania. Hatua hii imechukua kwa niaba ya sheria za Kanisa Katoliki lau uhusiani na kanuni ya 212 3 inayowapa waumini haki ya kutoa maoni, kuwasilisha malalamiko na kurasimisha malalamiko na hata kulalamika mwenendo wa viongozi wa kanisa pale unapoleta hatarishi ya amani na maadili na umoja wa kanisa na heshima ya waumini. Msingi wa kanisa kimaandiko. Kanisa Katoliki ni taasisi ya mtu mmoja, ni mwili wa Kristo mmoja. Wa Katoliki wa Korintho 12 hadi wa 12, na waumini sisi watazamaji bali ni washiriki kamili katika uhai wa kanisa. Biblia iko wazi, hakuna iwezaye kutumika Bwana mawili, Mathayo 6:24. Na tena mamlaka iliyopewa itumike kwa ajili ya kujenga, sisi kubomoa. Wakorintho 13:10. Papa Mtakatifu Benedikto wa 16 alifundisha wazi kanisa alijichukulia jukumu la kuingia kwenye mapambano ya kisiasa. Malalamiko yazidi ya Padre Kitima na malalamiko zidi ya Padre Charles Kitima inalenga kwa uzito mwenendo wa Padre Charles Kitima, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TIC. Kwa muda mrefu kauli, matamko, mienendo yake inatafsiriwa kwa waumini wengi kuwa mwelekezo wa kisiasa, ikiwemo mahusiano yanayoonekana kuwa kuharibu chama cha Chadema. Hoja kuu zilizowasilishwa ni hatari ya kulifanya kanisa lionekane upande wa chama cha kisiasa, kuvuruga nafasi ya kanisa kama sauti ya haki ya wote, kundi la chama, au kusababisha mgawanyiko wa waumini kwa misingi ya siasa, jambo ambalo linakwenda kinyume na Injili. Mtume Paulo aliandika, usijifunge nira moja kwa wasio waumini, 2 Wakorintho 6-14. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.